ya Bwana. Na kwamba tukaweze kufungua katika kitabu cha Mwanzo mahali ambapo tulisoma kwanza mstari wa kwanza. Na nitasoma. Ikawa wanadamu walipoanza kusingi usoni pa nchi, na wanawake na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliona bidii za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, na kwa kuwa yeye naye ni mnyama, basi siku zake zitakuwa siku miaka 120. Nao wanafili walikuweko duniani siku zile. Tena baada ya hayo, wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio walikuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi alilowaza moyoni mwake ni mbaya tu siku zote. Bwana akaghairi ya kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamtupilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa dunia, mwanadamu na wanyama na mnyama na kitambacho na ndege wa angani, kwa maana na dhahiri ya kwamba niliwafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni kwa Bwana. Tuombeni. Mwenyezi Mungu Baba, ni asante kwa ajili ya neno lako Baba. Li mbele zangu Baba, naomba nguvu za Roho Mtakatifu ili Bwana nikaweze kuzilete jinsi vile Bwana unavyohitaji siku ya leo Baba. Wape watoto wako kusikiza kutoka kwako jinsi umenipa, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hiki kitabu cha Mwanzo kiliandikwa na mtumishi wa Mungu Musa. Na mahali hapa ndipo tunaona jinsi vile dunia ilipoanza. Kwa hivyo hiki kitabu cha Mwanzo tunaanza kwamba mstari wa kwanza, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza inasema kwamba hapo mwanzo Mungu. Kwa hivyo Mungu alikuwepo mbele ya mwanzo. Na hivyo basi ndipo tukaona jinsi vile Mungu alivyoumba mwanadamu. Na katika sura ya 3 tunaona jinsi vile mwanadamu alivyofanya, kwa maana baada ya Mungu kuumba ulimwengu na chochote kilichokuwa ndani ya nchi, na hata katika kila kitu chochote alichokiumba, aliumba mwanadamu kwa mfano wake, na mwanadamu akaweza kuwa ni kiumbe cha maana mbele za Mungu. Na kwa hivyo akamweka kuwa kiongozi wa vitu vyote ambavyo vilivyokuwepo hapa duniani. Katika sura ya 3 tunaona kwamba huyu mwanadamu ambaye aliweza kupendelewa na Mungu, aliweza kufanya dhambi kwa shetani mwenyewe aliweza kuingia katika kiumbe cha Mungu alichoumba ambao ni nyoka, na akaweza kumdanganya mwanadamu. Na baada ya mwanadamu kudanganyika, mwanadamu alianza kuwa mwenye dhambi. Na kwa hivyo wakati huo Mungu akaweza kuona kwamba mwanadamu amekuwa mwenye dhambi. Na ndipo tunapoona akiendelea katika sura ya 4 na ya 5, mwanadamu akaendelea kuendelea na kuongezeka. Katika sura hii ya 6 inaonekana kwamba Mungu aliona mwanadamu wanaendelea kuwa wengi, na vile mwanadamu alivyozidi kuongezeka katika uso wa dunia, pia nao dhambi ilizidi kuwa ndani ya mwanadamu. Na Mungu mwenyewe akaona jinsi vile inavyoendelea dunia ikiishi katika dhambi. Maana wakati mwanadamu alipoingia katika dhambi, sasa
alianza kuzaa wanadamu wengine ambao ni wenye dhambi. Na wakati mwanadamu alipoongezeka na dhambi ikaongezeka katika ulimwengu, Mungu akaona kwamba dunia imejaa dhambi kweli kweli. Na ndipo mstari wa 5 Mungu anasema hivi: Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni siku zote. Bwana akaghairi ya kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo nasema siku ya leo nataka tukaweze kuongea kitu moja ambao na alinipa tukaweze kuambia kwamba kila mahali mtu amewekwa na Mungu, amewekwa kwa kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo basi, hivyo ndivyo Mungu alimweka mwanadamu katika ulimwengu, na alipomweka, kusudi la Mungu kuweka mwanadamu duniani ni tu kuweza kuangalia shamba la Edeni na kulitunza tu. Na hivyo ndio ilikuwa kusudi la Mungu kuumba mwanadamu katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Mungu alimuumba mwanadamu, kusudi la Mungu lilikuwa zuri kuhusu mwanadamu. Na kwa hivyo, mpango wa Mungu kwa ufupi kwa mwanadamu na kusudi lake lilikuwa ni nzuri kwa ajili ya mwanadamu. Wakati ule mwanadamu alifanya dhambi, kusudi la Mungu liliweza kukosa kutimia katika mwanadamu. Maana Biblia inasema katika sura ya 6, mwanzo wa mwanadamu ikabadilika, sasa ni dhambi, anawaza maovu. Ikiwa ni mtu anakaa na yule mwingine anamwazia mabaya. Na ndipo tunaona katika Mwanzo sura ya 4 mahali pale palikuwa Mungu Adamu na Hawa walizaa Kaini na Abili. Wakati Abili na Kaini walianza kuishi pamoja, kwa maana mawazo ya mwanadamu yalianza kubadilika, sasa ikawa ni maovu. Kaini akaanza kumwazia Abeli mawazo mabaya, na baadaye kilichotokea ni Kaini kuua Abeli. Na kwa hivyo mambo hayo yakaanza kuwa ni mambo mabaya, na kusudi la Mungu likawa alitimii vizuri kwa mwanadamu. Sura ya 3 sura ya 6 ya Mwanzo, Mungu akaona maovu imeanza kuingia katika mwanadamu kabisa. Na akasema kwamba akaona kila mwanadamu mawazo yake ni maovu, na mawazo yake ni kuanza uovu. Hakuna yeyote ambaye anawaza mambo mazuri. Na ndipo akaweza kuhuzunika kwa ajili ya kuumba mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi ndio nasema kwamba sisi ambao tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, Mungu ametupa kila mahali, amekuweka kwa kusudi jema. Amekufa familia, amekufa kuwa katika kanisa, amekupa kuwa katika mahali ambapo Mungu amekuweka kwa kusudi jema. Lakini je, mawazo yako mahali popote ulipo yako hanje? Maana kusudi ya Mungu kukuweka mahali ulipo, hata ikiwa ni katika familia, hata ikiwa ni katika plot, hata ikiwa ni katika kanisa, Mungu amekuweka mahali pale akiwa na kusudi jema. Lakini mawazo yako, je, ukiwa mahali pale yako hanje? Na ndio inafanya kuwa Mungu anaweza kuhuzunika. Kwa nini amekuweka katika kanisa, amekuweka katika familia, amekuweka katika mahali ambapo hupo? Ndipo Mungu anahuzunika kwa ajili ya mawazo ambao uko nayo ikiwa ni mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapenda sisi wanadamu tuwe na mawazo ambao ni mazuri kwa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mawazo ya mwanadamu yalikuweza kuwa maovu, hivyo basi Mungu aliweza kuhuzunika kwa ile jambo ambalo lilitendeka. Na akahuzunika ni kwa nini aliumba mwanadamu. Unajua kwamba Mungu
kuhuzunika juu yako na anaweza kuhuzunika juu yangu. Kwa mahali ambapo upo, ikiwa ni katika familia, ikiwa ni katika kanisa, ikiwa ni katika float, ama ni katika mahali popote ambapo Mungu amekuweka. Maana kusudi ya Mungu mahali ambapo upo ni kwa ajili ya nia nzuri kwa ajili ya mahali ulipo. Ikiwa ni watoto, unawatuza anje wako, unatuza watoto anje wa jirani yako. Kusudi la Mungu kukuweka kwa kukua karibu na watoto wa jirani yako ni kusudi jema. Kusudi ya Mungu kukuweka katika familia yako ni kusudi jema. Na je, unawaza aje kuhusu hiyo mahali ambapo Mungu amekuweka? Na ndipo Mungu alisema kwamba mtu aliyemuumba kwa kusudi jema kukaa katika uso wa dunia. Mawazo ya mwanadamu ilipobadilika ikawa ni maovu, Mungu akaghadhabika, akagairi. Ni kwa nini niliumba mwanadamu katika ulimwengu? Maana jambo ambalo nimemuumba afanye katika ulimwengu si hilo ambalo anafanya katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi nasema kwamba Mungu amekuumba na kukuweka mahali ulipo kwa kusudi jema. Kwa hivyo fanya bidii, mawazo yako katika mahali umewekwa yawe mazuri, ili Mungu usiweze kugahiri kwa nini amekuweka hapo. Kwa jambo lingine, kugahiri ni kuregret. Kuregret ni kujuta, ni kwa nini niliweka fulani mahali hapa ambapo alipo. Maana wengine wamewekwa katika mahali walipo, tuseme for example ni katika kanisa, lakini wamekuwa watu ambao ni wa mawazo mabaya na wanafanya mambo ambayo hayaeleweki mbele za Mungu. Hivyo Mungu anajutia ni kwa nini amekuweka katika kanisa hili. Ni kwa nini Mungu amekuweka katika familia hii. Ni kwa nini Mungu amekuweka kuwa karibu na hawa watoto. Maana kusudi ambao amekuweka mahali pale halitimii vile anavyotaka. Tuseme for example watu wakioana. Watu wakioana kuwa kusudi la Mungu watu kuoana ni kukaa mahali pamoja kwa ushirika na kufanya mambo ambayo ni ya kulete mafanikio katika familia yao. Lakini wakati mambo yanaenda vice versa, huenda Mungu anagairi kwa nini amefanya hiyo familia. Na labda hata gairi kwa ajili ya mtu mmoja katikati ya wale ambao wametengeneza ile familia. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo nasema kwamba wakati Mungu aliumba mwanadamu, mawazo yake yalikuwa mazuri, na kumweka katika shamba la Edeni ilikuwa ni kwa ajili ya kulituza lile shamba. Lakini wakati mwanadamu alianguka katika dhambi, Mungu aliweza kujuta, ni kwa nini niliumba mwanadamu. Na hivi ndivyo neno la Mungu linasema katika mstari wa 5 sura hiyo ya 6 Mwanzo. Nasema Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila analowaza moyoni mwake ni mbaya tu siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo Bwana akagairi, yani akaregret, akajuta ni kwa nini aliweza kuumba mwanadamu. Naomba Mungu anasema siku ya leo, angalia mahali Mungu amekuweka na watu ambao unaishi nao aje. Mungu anajuta ni kwa nini alikuweka mahali pale, ili ukaweze kuwa mahali pale, kwa maana mambo unayoyatenda hayafai kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo anasema kwamba kuna mtu mmoja katikati ya watu ambao ulimwengu ulikuwa umeharibika kwa ajili yao. Mungu akaona mtu katikati ya watu, akasema na Nuhu akaona mema machoni pa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Nuhu alikuwa tofauti na watu wale wengine. Maana watu walipokuwa na mawazo mabaya kuhusu wale wengine, Nuhu yeye alikuwa anawaza juu ya Mungu.
alikuwa anaona kila jambo analolitenda ni lazima amshushe Mungu. Ni lazima afikirie, yeye Mungu ameniweka mahali hapa kwa kusudi gani? Ili nimwafanyie watu aje. Bwana Yesu asifiwe. Na tazama katika ulimwengu siku za leo, watu wanasema ulimwengu ni mbaya, watu ni wabaya. Lakini je, nani mbaya? Hasa na wewe, hasa na mimi. Kila mtu ajiangalie, mienendo yangu Mungu anaionaje mahali popote ambapo ninaishi? Je, yale ninayoyatenda Mungu anachuta ni kwa nini niko mahali pale? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndipo nasema kwamba tuangalie Mungu asije juta kwa nini amekuweka mahali ambapo hupo. Kwa maana tunaona kwamba Mungu kusudi lake ni njema uwe mahali ulipo, na ni njema uwe na watu ambao uko nao. Lakini mawazo yako yakiwa mabaya kuhusu wale watu, mawazo yako ikiwa mabaya kuhusu mahali ulipo, hivyo basi Mungu atajutia ni kwa nini uko mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo nasema kwamba jinsi vile Mungu alivyojutia ni kwa nini aliumba mwanadamu na akamweka duniani, ndivyo anajutia hata siku za leo. Watu wanaongea wakisema kwamba dunia ni mbaya, nchi yetu ni mbaya. Na je, yule mbaya ni nani? Ni kwamba wewe na mimi mawazo yetu ni mabaya kuhusu mahali ambapo tumo. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mawazo yanakuwa mabaya, hakika dunia yote ni lazima iwe mabaya. Ikiwa mimi nawazia yule mwingine mabaya, hivyo basi hakutakuwa mambo mazuri yanatendeka. Wakati Kaini aliwazia Abeli mawazo mabaya, hivyo basi mambo yalibadilika na Kaini akaua mwenzake. Hivyo basi ndivyo nasema kwamba mawazo yako na mimi yakiwa mabaya, ndipo utapata mambo kama haya yakitokea: wivu, vitina, masengenyo na mambo kama hayo, na yale yote ambayo yameongelewa katika kitabu cha Mithali 6:10. Tunasema kwamba kuna mambo 6 na 7 Bwana anayachukia na akaweza kuyahesabu. Kila Jumapili tunaimba hii wimbo, tunasema kwamba moyo wazao mawazo mabaya, macho yaliyo na kiburi, ulimi wa uongo. Vitu kama hizi huwa zinatokea mawazo yakiwa mabaya ya mwanadamu. Na ndipo nasema kwamba wakati Mungu alipoumba mwanadamu na dunia na dhambi ikaingia mwanadamu, mawazo ya mwanadamu ilikuwa mabaya siku zote za maisha yake, na ndipo Mungu akajutia ni kwa nini aliumba mwanadamu. Na hivyo ndivyo ilivyo hata siku za leo, siku ambazo tunasema kwamba dunia ni mbaya. Je, wakati huu ambao tunasema dunia ni mbaya, mimi na wewe tunashangia jambo gani ya kufanya dunia iwe mbaya? Ikiwa ni mawazo yetu mabaya, tunafanya nini ambao inafanya dunia iwe mbaya? Na hivyo ndivyo nasema kwamba Mungu anajutia ni kwa nini amekuweka mahali ambapo humo. Kwa maana Mungu anaanza kujuta juu ya ni kwa nini fulani nilimpatia hii familia, ni kwa nini nilimpa huyu mume, kwa maana mtuzi jinsi anavyofaa. Ni kwa nini nimemweka katika kanisa, maana amekuwa mtu ambaye hafai katika ile kanisa. Ni kwa nini ninamweka fulani kuwa katika akiwa na hawa watoto, maana hawafanyi vile wanavyofaa. Hivyo basi ndivyo nasema kwa ujumla, na kwa ufupi nasema kwamba mahali ulipo, fanya bidii ukaweze kuwa na mawazo mazuri kuhusu mahali ulipo, maana Mungu amekuweka mahali pale kwa kusudi lake, ili akaweze kuona jinsi unavyofanya. Nuhu akiwa katika ulimwengu ambao ulikuwa mwovu na ambao Mungu alijutia ni kwa nini aliumba mwanadamu, Nuhu alionekana kuwa mtu ambaye mawazo yake ni mazuri na akaona mema machoni pa Mungu. Hivyo wewe nami tuangalie, Mungu anajutia
anasema kwamba katika sura hii ya 6 iko wazi kwamba Mungu anaweza kujuta juu ya mtu fulani. Na wakati huu ambao kila wakati na kila mtu anaimba wimbo ya kwamba dunia ni mbaya, nchi yetu ni mbaya, watu ni wabaya. Je, unachangia mbaya gani katika mambo haya ambayo yanatendeka katika nchi yetu, katika nyumba zetu? Watu wanasema kwamba hata nyumba zetu ni mbaya, hata familia zetu zimekuwa mbaya. Wewe unachangia ubaya gani katika mambo hayo yote? Maana Mungu anajutia. Ni kwa nini nilimweka fulani katika nyumba fulani? Ni kwa nini nimemweka fulani katika kanisa fulani? Kwa maana mambo anayoyatenda hayafai mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kwamba siku ya leo tujue kwamba Mungu amekuweka mimi na wewe katika mahali ulipo, ili uwe kielelezo chema. Asije juta kwa nini amekuweka mahali pale. Asije juta ni kwa nini ameniweka mahali pale. Ikiwa ni kanisa, ikiwa ni familia, ikiwa ni kazi, bali popote tulipo, tuangalie, je, ni jambo gani ambalo ninafanya Mungu ajutie? Ni kwa nini wewe na mimi amekuweka mahali pale? Maana hata tukisoma katika Mwanzo sura ya 6, unaona kweli kabisa katika mahali umewekwa, unajua ni mahali wapi unafanya na ni nini ambacho unafanya, unachangia ili mahali hapo pakasemekane ni mahali pambaya. Dunia ikasemekane ni mbaya, ikasemekane kanisa ni mbaya, ikasemekane familia ni mbaya. Ni mahali wapi wewe unachangia huo mbaya ili mambo yakaweze kuharibika? Maana Mungu anasema vizuri sana katika Mwanzo 6 mstari wa 5, anasema Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa, ya kuwa ni maovu. Tusome tena mstari wa 5 sura ya 6 Mwanzo. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni mbaya tu siku zote. Bwana akaghadhiri ya kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe umefanya Mungu kuwa anahuzunika juu yako, anajutia. Ni kwa nini amekuweka kwa familia, amekuweka kwa nyumba? Ni kwa nini amekuweka katika mahali ulipo tu? Na sisi sote kila wakati tunaimba wimbo mmoja, tunasema Kenya ni mbaya, watu wanauana, dunia hata familia unasema hata hii familia imenichokesha. Ni wapi unachangia? Ni wapi unachangia? Jambo ni hilo tu. Ni wapi unachangia mahali umewekwa ili ukaseme kwamba hii nyumba ni mbaya, hii familia ni mbaya, hii plot ni mbaya, hawa watu ni mabaya? Ni wapi unachangia? Kwa kuwa ukitenda mema kama Nuhu, hata Mungu mwenyewe anaona akiwa mbinguni fulani mienendo yake ni mizuri, na hakuna lolote ambalo unaweza kuficha Mungu. Kwa Mungu kila jambo ni wazi. Kwa hivyo siku ya leo, jambo ambalo ninataka tukaweze kujua ni kwamba Mungu amekuweka kila mahali ulipo kwa kusudi lake. Na ni jambo gani linaweza kuchangia Mungu ajutie ni kwa nini uko mahali ulipo? Maana tunasema dunia ni mbaya, ni wapi unachangia? Hivyo basi Mungu atusaidie tukaweze kuwa kama Nuhu. Machoni mwa Mungu tusiwe watu wa kulaumiwa, tusiwe watu wa kusema kwamba fulani amefanya, hivyo basi amechangia mambo kama haya. Hivyo basi nasema kwamba angalia mahali ambapo umewekwa na Mungu, ikiwa ni familia, ikiwa ni nyumba, ikiwa
ni kazi. Kila mahali ulipo, angalia mambo unayoyatenda. Je, anafurahisha Mungu? Je, yanampendeza Mungu? Mungu asije jutia ni kwa nini amekuweka mahali pale. Bwana alibariki sisi kanisa, na tuzidi kuanza sana juu ya neno lake ambalo tumeweza kusoma siku ya leo, maana lina mchango mwingi wakati tunapoongea siku za leo, tukisema kwamba dunia ni mbaya, watu ni wabaya. Ni wapi unachangia? Mungu anajutia mahali ambapo amekuweka. Hivyo usiwe mtu ambaye wakulaumiwa katika watu, katika dunia, katika familia, katika kanisa na popote ambapo Mungu ametuweka tuwe, ili Mungu akaweze kuona tukiwa watu wa maana kama vile alivyomuona Nuhu. Bwana abariki kanisa, na tuzidi kuanza zaidi juu ya neno lake, na tuanze juu ya lili ambalo amenipa siku ya leo. Asanteni kanisa, tuombeni. Mwenyezi Mungu Baba, ni asante kwa ajili ya neno lako Baba. Umenipa kuwapa watoto wako jinsi siku ya leo Baba ulikuwa umeniandaa. Hivyo basi zidi kuongea na wao katika Baba kusudi lako Baba, wakaweze kulijua katika mioyo yao, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen.